Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawakaribisha tena katika mkutano wa Injili, ikiwa leo ni siku ya pili mara baada ya kuwa jana tumeweza kuanza mkutano huu, na kwa mapenzi ya Mungu ameweza kutupatia uzima, ameona ni bora tuweze kurejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea na mafundisho. Msomaji, naomba nisome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na ule Wathesalonike wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa 3. Inasemaje? Wathesalonike wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa 3. Nakimbia hapo. Ndio. Wathesalonike wa kwanza sura ya pili mstari wake ni wa 3, unasema. Inasemaje? Inasema, ndio, kwa maana maonyo yetu, ndio. Inasema kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu. Kwa maana maonyo yetu sio ya ukosefu, wala uchafu wala hila, wala ya uchafu wala ya hila, bali kama vile tulivyoweza kupata kibali kwa Mungu, kama vile tulivyoweza kupata kibali kwa Mungu, tuwekewe amana Injili, ndivyo tunenavyo, ndivyo tunavyonena, si kama wapendezavyo wanadamu. Rudia tena. Si kama wapendezavyo wanadamu. Rudia tena. Si kama wapendezavyo wanadamu, bali mpendezavyo Mungu. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa si kwa ajili ya kumfurahisha wanadamu, bali tumekuja hapa kwa ajili ya kumfurahisha Mungu, kwa sababu hapa tunafanya kazi ya Mungu. Hii ni kazi tumejitoa kuifanya, hatujalipa na mtu yoyote kwa ajili ya kuja kufanya hii kazi, bali tunajitolea kwa ajili ya kufundisha ukweli wa Biblia ili watu wote waweze kufahamu ukweli. Kwa sababu gani tunasema tunafundisha ukweli? Ili watu waje kuona ukweli. Naomba nisome kitabu cha Mathayo 24 na ule mstari wa 14. Mathayo 24 mstari wa 14 inasemaje? 24:14 Mathayo inasema. Ndio. Inasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Rudia tena. Habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kwa hiyo itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ndio. Kuwa ushuhuda. Kuwa nini? Kuwa ushuhuda ili kwa mataifa yote. Ndio. Ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo kinacholeta mwisho wa dunia ni nini? Injili kuhubiriwa kwa mataifa yote, kwa ushuhuda. Kwa hiyo kabla Yesu ajaje mara ya pili, lazima watu wote waweze kusikia habari njema za ufalme wa Mungu, na hizo habari zitahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda ili watu wasije wakawa na visingizio, kwa sababu watu wanaanza kusema hapana, sisi hatuyasikia ile neno la Mungu. Laiti kama tungelisikia tungelifuata, lakini sisi tumeamua kuja hadi hapa kwa ajili ya kuwafundisha watu. Lakini pia tunawakaribisha wote, kama utakuwa na hoja ama utakuwa na swali, hatumzui mtu yoyote kutuuliza maswali, kwa sababu tumejiandaa kwa ajili ya kujibu maswali pamoja na kujifundisha pamoja na wote ambao watahitaji kujifundisha pamoja nasi. Sasa siku ya leo tutakuwa na mada ya kwanza ni ibada ya ubatizo. Kwa nini tunatakiwa kuwa na ubatizo sisi kama Wakristo? Hilo ni jambo la kwanza. Naomba tuanze na kitabu kile cha Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 9. Inasemaje? Warumi 10:9. Ndio. Warumi 10 yake ni ya 9 inasema. Inasemaje? 10:9 inasema. Ndio. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanyaje? Utaokoka. Kwa hiyo wokovu unapatikana kwa kumwamini nani? Yesu. Kwa kumwamini Yesu kwamba alikufanyaje? Alikufa na kufufuka. Jambo la pili ni kuamini kwamba Yesu ni nani? Ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yohana 17 mstari wa 3. Soma hapo pia. Yohana 17 mstari wa 3. Inasema. Ndio. 17:3 inasema. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo uzima wa milele unapatikana kwa kumjua Mungu pamoja na Bwana Yesu aliyetumwa na Mungu. Hapo ndipo kuna uzima wa milele. Sasa Bwana Yesu ambaye sisi tunamwamini na kumkubali kuwa yeye ni Bwana alisemaje?
Naomba nisomee kitabu kile cha, tuanze na kitabu cha Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 3. Inasemaje? 3:3 ni kitabu cha Yohana Mtakatifu, Injili inasema. Ndio. Inasema, Yesu akajibu akamwambia Nikodemo, amini amini nakwambia, ndio, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ndio, endelea kusema. Inasema, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, ndio, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia wapi? Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kuna ubatizo ambao unatakiwa kuzaliwa mara ya pili, ndio unaitwa ubatizo. Naomba nisome kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. 28:19 Mathayo inasema. Ndio, inasemaje? Inasema 28:19 inasema. Inasemaje? Yesu akasema, basi enendeni mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Anawaambia watumishi ama wainjilisti ama watu ambao wanafanya kazi yake, nendeni katika mataifa haya mkafanyaje? Mkawafanya watu kwa wanafunzi. Mkawafanya watu kwa wanafunzi, mkiwabatiza. Mkifanyaje? Mkiwabatiza. Mkifanya nini? Mkiwabatiza. Ndio. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, ndio, na Mwana, ndio, na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu alisema watu wafanyaje? Wakawabatize. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumwamini Injili, si ndio? Ndio. Jambo la pili kufanyaje? Ni kubatiza. Na jambo la pili, kama baada ya kuamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na alikufa na kufufuka, jambo linalofuata ni kuamini kwamba ni kubatizwa ili uwe mwanafunzi, si ndio? Ndio. Na hicho ukishabatizwa ndio unakuwa mwanafunzi wa Kristo na unaandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Maandiko yanasema tukishawafundisha watu, tukishawabatiza, mtu akishaamini tunambatiza, na baada ya kumbatiza tunamfundisha kweli yote inayopatikana katika maandiko matakatifu, naye anakuwa mwanafunzi kama vile sisi tulivyokuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa msomaji, niko naomba nisomee kitabu kile cha, rudia tena kitabu kile cha Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 3. 3:3 Yohana inasema. Ndio. Inasema 3:3 inasema, Yesu akajibu akamwambia, ndio, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ishia hapo. Sasa jambo linalotakiwa ni mtu kuzaliwa mara ya pili. Sasa swali ambalo linakuja, mtu anazaliwa kwa mara ya pili kwa namna gani? Asante. Tunashukuru sana. Sasa mtu anazaliwa kwa mara ya pili kwa namna gani? Kwa sababu leo watu wanasema kwamba wanaobatiza watu, lakini zipo njia nyingi ambazo wanazitumia kwa ajili ya kubatiza watu. Naomba nisome kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 4 na wa 5. Watu wanatumia njia nyingi za kuwabatiza watu. Kuna watu wanawabatiza wanaoamini kwa njia ya maji mengi, lakini kuna wengine wanatumia maji kidogo, maji ya bakuli. Lakini kuna watu wengine wanasema hii ubatizo unaruka moto, wanaita ni ubatizo wa moto, wa kuruka moto. Sasa ubatizo hizo nyingi, ubatizo upi ni wa kweli? Sema andiko mwalimu. Waefeso 4 mstari wa 4 inasemaje? Inasema, ndio, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Inasemaje? Ubatizo mmoja. Kwa hiyo ubatizo ni ngapi? Mmoja. Kwa hiyo ubatizo ambao Mungu anautambua ni ngapi? Ni mmoja. Ni mmoja, si ndio? Ndio. Kwa hiyo kama sisi tunatakiwa tuwe na ubatizo mmoja ambao unakubalika kulingana na maandiko matakatifu. Je, huo ubatizo ni ubatizo wa namna gani? Tunatakiwa sisi tunaofuata maandiko, tunaiuliza Biblia kwamba sisi tunaomfuata Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunabidi tumfuate yeye kama yeye alivyobatizwa, na sisi tubatizwe hivyo ili tuweze kupata uzima wa milele. Naomba nisome kitabu cha Marko sura ya 10 na ule mstari wa 38. Inasemaje? Marko 10:38. Marko 10:38 inasema. Ndio. Inasema Yesu ndio akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywa kikombe ninywacho mimi? Mwaweza mkakinywa kikombe ninywacho mimi? Au kubatizwa ubatizo nitakaobatizwa mimi? Wakamwambiaje?
Wakamwambia, ndio. Twaweza. Wakamwambia, twaweza. Ndio, endelea kusema. Yesu akamwambia, Yesu anawaambiaje? Kikombe ninywacho mimi, mtakifanyaje? Mtakinywea. Ndio. Na ubatizo nibatizao mimi, na ubatizo nibatizao mimi, mtabatizwa. Rudia tena. Na ubatizo nibatizao mimi, ndio, mtabatizwa. Na ubatizo nibatizao mimi, mtabatizwa. Kwa hiyo tunabidi tupate ubatizo aliobatizwa nani? Yesu Kristo. Sasa tunajiuliza, Yesu alibatizwaje? Kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 13 mpaka 16 inasemaje? Mathayo 3:16 nasema. Ndio, Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 16. Wakati huo Yesu akaja kutoka pande za Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Ndio. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Ndio. Naye waja kwangu? Ndio. Yesu akajibu akamwambiaje? Kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote ya Mungu. Basi akamkubalia. Basi Yohana akakubali. Yesu naye alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Mara akapanda kutoka wapi? Majini. Akapanda kutoka majini. Kwa hiyo Yesu tunaona anapanda kutoka wapi? Majini. Kwa hiyo anabatizwa ndani ya maji mengi. Yohana 3 mstari wa 13 inasemaje? 3:23 Yohana. Ndio, tuulize na Yohana mwenyewe anasemaje? Yohana 3:23 inasemaje? 3:23 inasema. Ndio. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Karibu na Salimu. Kwa sababu huko ndio kulikuwa na maji tele. na maji tele. Kwa hiyo wanabatiza sehemu ambapo kuna maji mengi. Kwa hiyo ubatizo wa kweli wa Biblia ni ule ubatizo wa maji mengi. Kwa hiyo ukiona mtu anabatiza ubatizo tofauti, huyu anakuwa si mkweli. Ndio. Msemaji? Niko. Hapo kuna kitabu kinaitwa Katekisimu. Unacho hapo? Kipo mwalimu. Naomba nisomee kitabu. Soma kwanza kwa Ngozi. Inasema Katekisimu ya maswali na majibu. Ndio. Inatokana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Kwa hiyo kitabu ni cha kanisa gani? Katoliki. Anasoma kurasa wa 69. Inasemaje? Ukurasa wa 69. Ndio. Inasema, unambatizaje mtu? Inasema. Ndio. Inasema. Asante. Inasemaje? Inasema, unambatiza mtu kwa kumwagilia maji kichwani. Kwa hiyo hao ni Wakatoliki wanasemaje? Unambatiza mtu kwa kumwagilia maji kichwani. Rudia tena. Unambatiza mtu kwa kumwagilia maji kichwani. Kwa hiyo wanasema unambatiza mtu kwa kumwagia maji kichwani. Inasema huku ukisemaje? Fulani. Ndio. Yani unataja jina lake. Ndio. Na kumbatiza kwa jina la Baba. Ndio. Na la Mwana. Ndio. Na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hao Wakatoliki wanasema wao unambatiza mtu kwa kumwagia maji wapi? Kichwani. Kwa hiyo tunaona hao ni waongo. Ndio. Biblia inasemaje? Rudia tena kitabu cha Mathayo 3:16. 3:16 Mathayo inasema. Inasemaje? Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Yohana 3:23 inasemaje? Yohana 3:23 inasema. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Kwa sababu huko ndio kulikuwa na maji tele. Kwa hiyo unaona mtu akibatiza maji kwa kumwagia kichwani anakuwa afanyaje? Anakuwa hajabatizwa huyo. Huyo mtu hajafanyaje? Hajabatizwa. Kwa hiyo mtu maji abatiza anatakiwa arudi akafanyaje? Akabatizwe upya. Akabatizweje? Kwa maji mengi. Kwa hiyo maji mengi ndio anatakiwa kufanyaje? Kubatiza. Kwa hiyo tunaona kwamba hao wanatufanyia propaganda, si ndio? Ndio. Naomba usome tena ukurasa wa 66 kitabu hicho. Ukurasa wa 66 inasemaje? 66 inasema. Ni wajibu. Ndio, ni wajibu wa mzazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo wanasema wanatakiwa wazazi wafanyeje? Wahakikishe watoto wachanga wabatizwe haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo wale Wakatoliki wanasema kwamba watoto wachanga wanatakiwa wahakikishe wanafanyaje? Wabatizwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo tuulize Biblia sasa, inakubali hivyo ama inakataa, si ndio? Ndio. Marko 16:15 inasemaje? Marko 16:15
16, 15 inasema katika kitabu cha Marko. Ndio. 15 niko hapo inasema. Akawaambia, ndio, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili. Ndio. Kwa kila kiumbe. Ndio. Aaminie. Ndio, aaminie na kufanyaje? Aaminie na kubatizwa. Atafanyaje? Ataokoka. Rudia tena, aaminie na kubatizwa. Ndio. Ataokoka. Rudia tena mara nyingine. Aaminie na kubatizwa. Ataokoka. Mtoto mchanga anaweza kuamini? Ajui lolote. Mtoto mchanga anaweza kumhubiria kaamini? Ajui lolote. Kwa hiyo mtoto mchanga hawezi kufanyaje? Hawezi kubatizwa. Tueleze kama Biblia, kama Yesu aliwabatiza watoto wachanga, si ndio? Ndio. Mathayo 19:13 inasemaje? Mathayo 19:13 inasema. Inasema 13. Ndio. Mathayo 19:13 inasema. Inasema hivi. Ndio. Ndipo akawaleta watoto wadogo. Yesu akaletea watoto wadogo. Yesu akaletea watoto wadogo ili awawekee mikono yake juu yao. Ndio. Naye akawaombea. Naye akafanyaje? Akawaombea. Kuna andiko limesema akawabatiza? Hajawabatiza, akawaombea. Kwa hiyo watoto wadogo wanafanyaje? Wanaombewa. Watoto wadogo wanafanyaje? Wanaombewa. Watoto wadogo hawabatizwi, wanaombewa, si ndio? Ndio. Twende kwa mitume tuweze kama mitume waliobatiza watoto wachanga, si ndio? Ndio. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8:12 inasemaje? Matendo ya Mitume 8 aya yake ni ya 12 inasema. 8:12 Matendo ya Mitume inasema hivi. Ndio. Inasema hata Yakobo ndio aliposikia kwamba huko Misri kuna nafaka. Matendo ya Mitume 8:12 usome tena. 12 inasema. Inasema lakini walipomwamini Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Rudia tena. Wakabatizwa wanaume na wanawake. Rudia tena. Wakabatizwa wanaume na wanawake. Kuna watoto waliobatizwa hapo? Ni wanaume na wanawake. Watu wazima, si ndio? Ndio. Kwa hiyo wanaotakiwa kubatizwa ni watu wazima. Watu wazima ndio wanatakiwa kufanyaje? Kubatizwa. Wanabatizwaje? Yohana 3:23. Rudia tena. Yohana 3:23 inasema. Inasema katika 23. Ndio. Inasema Yohana alipokuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kwa hiyo sehemu ya kubatiza ni sehemu ambayo kuna maji tele, sehemu ambayo kuna maji tele. Kwa hiyo ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Ndio. Kama kuna mtu yeyote atakuwa na swali katika sehemu hii ya Boko Magengeni, tunamkaribisha aje kutuuliza. Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Nje ya hapo mtu anakuwa hajabatiza, anatakiwa aombe tena msamaha kwa Mungu ili arudi tena akabatizwe. Kama ulibatizwa ubatizo tofauti na ubatizo wa maji mengi, unatakiwa urudi ukabatizwe. Ndio. Na subiria watu wenye maswali. Kama hamna maswali, tunahama hiyo mada, tunaenda mada nyingine. Mada ya pili ambayo tumeileta hapa sehemu hii inaitwa mada ya hali wa wafu. Je, baada ya mtu kuwa amekufa nini huwa kinatendeka kwake?